Vipindi bora, matangazo yenye tija, ukweli na burudani. Sikiliza idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Wakati huu basi ni wakati mwafaka ambao tunaelekea kupokea taarifa yetu ya habari. Karibu katika taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Tumekuandalia mengi, ikiwa ni pamoja na mwanajeshi wa Uingereza akamatwa Kenya kwa tuhuma za ubakaji. Mgombea wa urais wa Colombia apigwa risasi kichwani kwenye mkutano wa hadhara. Rwanda yajiondoa katika jumuiya ya kiuchumi ya nchi za Afrika ya Kati. Watu 6 wauawa na Israel karibu na eneo la misaada ya Gaza, maafisa wa Hamas wamesema. Na rais wa Marekani Donald Trump asema uhusiano wake na Musk umekwisha. Naam, na tumai ubweri wafya pote pale ulipo duniani kwa moyo mkunjufu na mikono miwili. Ujambo na karibu kwenye taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Jina langu ni Kantona Joseph. Mwanajeshi wa Uingereza ameshitakiwa kwa kumbaka mwanamke karibu na kambi ya mafunzo ya jeshi la Uingereza nchini Kenya, ambapo mwanajeshi mwingine aliwahi kutuhumiwa kwa mauaji. Tuhuma za ubakaji zilitokea mwezi uliopita karibu na kitengo cha mafunzo ya jeshi la Uingereza Kenya, Batuk, karibu na mji wa Nanyuki, kilomita 200, maili 125 kaskazini mwa mji mkuu Nairobi. Mtu huyo alikamatwa na kuhojiwa kufuatia kisa hicho kinachodaiwa kuwa ni baada ya kundi la wanajeshi kutembelea baa moja katika mji huo. Uchunguzi uliofanywa na polisi wa kijeshi wa Uingereza kutoka kitengo cha uhalifu makubwa cha ulinzi ambacho kinachochunguza uhalifu unaodaiwa kufanywa na wafanyakazi wa huduma ya Uingereza nchini Uingereza na ng'ambo. Wizara ya ulinzi ya Uingereza imethibitisha kuwa mwanajeshi wake alikamatwa nchini Kenya. Tuhuma za ubakaji zinazomhusisha mwanajeshi kutoka katika kambi ya Uingereza nchini Kenya zinafuatia madai ya hapo awali kwamba mwanajeshi mmoja aliyeko nchini Kenya alihusika katika mauaji ya mwanamke wa eneo hilo mwaka 2012. Mwili wa Agnes Wanjiru aliyekuwa na umri wa miaka 21 na mama wa mtoto mmoja ulipatikana kwenye tangi ya maji taka karibu na kituo cha Batuk wiki 3 baada ya kutoweka, ikidaiwa kuwa ni baada ya kukaa jioni na wanajeshi wa Uingereza. Kwenye ripoti la gazeti la Sunday Times liliripoti mwaka 2021 kwamba mwanajeshi wa Uingereza aliaminika kuhusika na mauaji yake.
Msimamizi huyo amesema tangu wakati huo anashirikiana na uchunguzi wa Kenya kuhusu tukio hilo. Kambi ya Batuk ilianzishwa mwaka 1964, muda mfupi baada ya taifa hilo la Afrika Mashariki kupata uhuru kutoka kwa Uingereza. Jeshi la Uingereza lina makubaliano na Kenya ambapo nchi yake linaweza kupeleka hadi batalion 6 za jeshi kwa mwaka kwa muda wa mafunzo nchini Kenya. Hata hivyo, jeshi la Uingereza limekabiliwa na msururu wa madai kuhusu mienendo ya baadhi ya wafanyakazi wa Uingereza katika kambi hiyo. Uchunguzi wa umma ulioanzishwa na wabunge wa Kenya mwaka jana ulisikia maelezo ya madai kutendewa vibaya kwa watu wa eneo hilo na wanajeshi wa Uingereza. Madai hayo yalikuwemo tukio la kugongwa na kukimbia na madai kwamba baadhi ya wanajeshi wa Uingereza waliwapa ujauzito wanawake wa eneo hilo kabla ya kuwatelekeza na watoto wao waliporejea Uingereza. Mgombea urais wa Colombia yuko katika hali mbaya baada ya kupigwa risasi, ikiripotiwa mara 2 kichwani, ambapo aliweza kupigwa risasi katika hafla ya kampeni katika mji mkuu wa Bogota. Miguel Oribe Tabey, seneta mwenye umri wa miaka 39, alishambuliwa alipokuwa akiwahutubia wafuasi wake kwenye bustani siku ya Jumamosi. Polisi walimkamata mshukiwa mwenye umri wa miaka 15 katika eneo la tukio, ofisi ya wanasheria mkuu imesema. Mkewe Uribe, Maria Claudia Tarazona, alitoa wito kwa taifa kumwombea apone. Chama cha Uribe, Centro Democratico, kimelaani shambulio hilo na kulitaja kuwa tishio la demokrasia na uhuru nchini Colombia. Rwanda imejiondoa katika jumuiya ya kiuchumi ya nchi za Afrika ya Kati, yani ECAS, ikitoa sababu kuwa DRC imekuwa ikitumia chombo hicho. Katika taarifa iliyotolewa na Wizara ya Mambo ya Nje kufuatia mkutano wa 26 wa kawaida wa ECAS uliofanyika huko Malabo, Rwanda imesema haki yake ya kushika wenyekiti wa zamu ilipuzwa kwa makusudi kutokana na matakwa ya DRC. Kigali ilishutumu baadhi ya nchi wanachama kuiunga mkono DRC, ingawa haikutaja majina yoyote moja kwa moja. Haya yanajiri huku Kinshasa ikiripoti kupinga mpango wa kukabidhi urais wa umoja huo kwa Rwanda kutokana na mzozo unaoendelea mashariki mwa DRC, ambapo Rwanda inashutumiwa kuunga mkono waasi wa M23. Kauli hiyo pia iligusia mwaka wa 23 wakati Kigali ilipolalamikia Umoja wa Afrika kwa kutengwa katika mkutano wa ECAS ulioandaliwa na DRC ilipokuwa ikishikilia urais wa umoja huo. Mwezi Februari, viongozi wa ECAS walilaani mashambulio ya M23 mashariki mwa DRC na kuitaka Rwanda kuondoa wanajeshi wake katika eneo hilo. Kigali imekanusha mara kwa mara kuunga mkono kundi la waasi wa M23. Si mara ya kwanza kwa Rwanda kuondoka katika kundi la uchumi la mataifa 11 ambalo la dhamira yake ni kukuza ushirikiano na kuimarisha ushirikiano wa kikanda katika eneo la Afrika ya Kati. Ilijiondoa mnamo mwaka 2007 kabla ya kujumuishwa tena miaka kadhaa baadaye. Wapalestina 6 wameuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa kwa risasi za Israel katika tukio la hivi punde karibu na kituo cha usambazaji misaada kusini mwa Gaza. Shirika la ulinzi raia limeendeshwa na Hamas limesema watu walikuwa wamekusanyika kukusanya chakula Jumamosi asubuhi wakati ufyatuliaji wa risasi ulipoanza. Msemaji wa shirika hilo amesema. Ripoti iliyozinukuliwa mtu aliyeshuhudia amesema kuwa Waisraeli walifatua risasi watu walipojaribu kusonga mbele kuelekea eneo hilo. Jeshi la Israeli limesema lilifatua risasi za onyo kwa washukiwa waliokaribia kwa njia ya vitisho. Makumi ya Wapalestina wameuawa na mamia kujeruhiwa wakijaribu kufika katika kituo cha usambazaji bidhaa wiki hii. Shirika la kibinadamu la Gaza linaloungwa mkono na Marekani na Israel, GFHF, ambalo linaendesha kituo hicho, limesema kuwa limesitisha shughuli zake ili kukabiliana na msongamano wa watu na kuimarisha usalama.
lakini watu wamekuwa wakikusanyika karibu na kila siku kwenye mzunguko kwenye ukingo wa eneo la kijeshi la Israel ambalo wanapaswa kupita ili kufikia eneo la msaada. Katika taarifa yake, jeshi la ulinzi la Israel IDF limesema limewaambia wa Gaza kuwa eneo hilo ni eneo la mapigano wakati wa usiku. GHF limesema haikuweza kusambaza chakula siku ya Jumamosi kwa sababu ya vitisho kutoka kwa Hamasa, jambo ambalo kundi hilo limekanusha. Rais wa Marekani Donald Trump amesema uhusiano wake na Elon Musk umekwisha. Maoni hayo yalikuwa ya hivi karibuni zaidi ya Trump tangu mzozo mkubwa kati yake na Musk kuzuka kwenye mitandao ya kijamii. Hatua hiyo imewadia baada ya bilionea huyo wa teknolojia ambaye alitoa mamilioni ya kampeni ya uchaguzi kwa Trump na kuwa msaidizi wa White House kukosoa hadharani mswada wa ushuru na matumizi ya urais, sera muhimu ya ndani. Amesema mswada huo ukipitishwa utaongeza matrilioni ya dola kwenye nakisi ya kitaifa na kudhoofisha kazi inayoifanya akiwa mkuu wa DOGE, idara ya ufanisi wa serikali, na juhudi zake za kubana matumizi ya serikali. Muda mfupi baada ya kuachana na DOGE baada ya siku 129 kazini, Musk alichapisha kwenye tovuti yake ya kijamii ya X kwamba mswada huo ulikuwa chukizo, lakini hakumkosoa Trump moja kwa moja. Musk alijibu kwa msururu wa machapisho kwenye X akisema kwamba Trump amepoteza uchaguzi bila yeye angepoteza uchaguzi bila yeye na kumshtumu Trump kwa kuhusishwa na faili ya Jeffrey Epstein, mfadhili aliyefedheshwa ambaye alikufa gerezani akisubiri mashtaka ya kibiashara ya ngono. Trump alijibu kwenye mtandao wake wa kijamii wa Truth Social akisema kwamba Musk alikuwa wazimu. Katika chapisho moja alitishia kukata kandarasi ya Musk ya serikali ya ushirikisho. Katika mahojiano yake na shirika la habari la NBC News siku ya Jumamosi, Trump amesema Musk amekuwa akikosa heshima kwa ofisi ya urais. Kabilame mwenye umri wa miaka raia wa Italia na Senegali aliyefuatiliwa pakubwa katika mtandao wa TikTok duniani amezuiliwa kwa muda mfupi na idara ya uhamiaji nchini Marekani kwa kupitisha siku za visa yake baada ya kuingia nchini humo tarehe 30 mwezi Aprili. Licha ya kuzuiliwa kwa muda mfupi, mamlaka hapo nchini humo imethibitisha kumwachilia huru kwa hiari. Tangu arejee madarakani mwezi Januari, Rais Donald Trump wa Marekani ametekeleza ahadi zake za kampeni kwa kuweka sheria kali kuhusu uhamiaji, wahamiaji kadhaa wakiwa tayari wametimuliwa. Treni zitakazobeba miili ya wanajeshi wa Ukraine zitaanza kuondoka kuelekea mpakani ndani ya saa moja, amesema Luteni Jenerali wa jeshi la Urusi Alexander Zorin, kama ilivyoripotiwa na shirika la habari la TASS Jumapili. Hata hivyo, Zorin pia ameonyesha kuwa kuna dalili kwamba uhamishaji wa miili hiyo unaweza kuahirishwa hadi wiki ijayo. Siku ya Jumamosi, Urusi ilidai kuwa Ukraine iliahirisha ghafla mchakato wa kubadilishana wafungwa wa vita na kupokezana miili ya wanajeshi waliouawa bila kutoa tarehe za kurejeshwa kwa mchakato huo. Serikali ya Kiev imekanusha madai hayo, ikisema kuwa si kweli, na hivyo kuonyesha mvutano kuendelea kati ya pande zote mbili kuhusu masuala ya kibinadamu yanayohusiana na mzozo.
Maelfu ya watu wa jamii ya LGBTQ pamoja na wafuasi wao kutoka pembe mbalimbali za dunia wamejitokeza kwa maandamano jijini Washington, Marekani, kupinga hatua ya Rais Donald Trump za kubatilisha baadhi ya haki za watu wenye kushiriki mapenzi ya jinsia moja. Hapo unasikia kwamba dunia imepasuka, na kutoka kwangu mimi nasema Trump ashikilie hapo, kwa sababu hiyo inaenda kinyume na maadili. Hata kama mimi ningekuwa rais wa Marekani, hapo ndio tunakutana na Trump. Katika swala hili ninamuunga mimi kama Kantona Joseph, sio kituo hiki. Mimi kama mtu binafsi namuunga mkono akashikilie hapo, kwa sababu Mungu aliumba mke na mme, ndio waoane, sio watu wa jinsia moja. Unaona vijana wamejitokeza mtaani katika jiji kuu la Marekani, Washington, wengi tu wa kike na wa kiume, wakiwa wanaandamana. Wakiwa wanaandamana hadi unashangaa, yani kuna kwenda vipi? Ndio hali ambayo inajitokeza kutokea jiji hilo la Marekani. Rais wa Marekani Donald Trump ametuma wanajeshi wa kikosi cha walinzi wa kitaifa hadi Los Angeles kufuatia maandamano yaliyozua taharuki kubwa. Gavana wa California Gavin Newsom amepinga vikali hatua hiyo, akisema inaweza kuchochea vurugu zaidi badala ya kuleta utulivu. Hali ya taharuki imeendelea kushuhudiwa katika jiji la Los Angeles nchini Marekani kufuatia maandamano makubwa yanayopinga sera za uhamiaji za serikali ya Rais Donald Trump. Maandamano hayo yaliyoingia siku ya pili yamegeuka kuwa ya vurugu, huku waandamanaji wakikabiliana ana kwa ana na maafisa wa uhamiaji. Katika hatua isiyo ya kawaida, Rais Trump ametangaza kutuma wanajeshi 2,000 wa kikosi cha walinzi wa kitaifa wa California kwenda Los Angeles kukomesha hali ya utovu wa sheria inayozidi kushika kasi. Hatua hiyo imezua mvutano mkali wa kisiasa baada ya gavana wa California Gavin Newsom kupinga vikali uamuzi huo. Kupitia ujumbe wake katika mtandao wa X, gavana Newsom amesema hatua ya Rais Trump kutoka chama cha Republican ni ya kichochezi na itazidisha hali ya mtafaruku badala ya kuleta utulivu. Maandamano hayo yanayohusisha maelfu ya raia wakiwemo wahamiaji na wanaharakati wa haki za binadamu yameibua sauti nyingi za upinzani dhidi ya kile kinachoelezwa kuwa matumizi ya nguvu kupita kiasi dhidi ya raia wasio na silaha. Waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth ameongeza hofu ya kuzorota kwa hali hiyo baada ya kutishia uwezekano wa kuingiza majeshi ya Marekani iwapo maandamano hayatakoma. Kwa sasa jiji la Los Angeles lipo katika tahadhari ya juu, huku dunia ikitazama kwa makini mustakabali wa demokrasia, uhuru wa kujieleza na usalama wa raia nchini Marekani.
Iwapo basi unaungana nasi, ni taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa, ambapo nakuletea taarifa kwa utendeti. Afrika leo asubuhi. Iwapo basi unaungana nasi, basi ni taarifa ya habari Afrika leo asubuhi, ambapo miongoni mwa taarifa kuu ni kwamba machafuko ya zuka Los Angeles, huku wanajeshi waliotumwa na Trump wakisambazwa mitaani. Wanajeshi wa Israeli waizuia boti ya wanaharakati kufika ukanda wa Gaza. Mshukiwa afariki katika kituo cha polisi Kenya baada ya kukamatwa kuhusu ujumbe wa mitandaoni. Kwenye kipenga cha michezo, Ureno yaichapa Uhispania na kubeba taji la pili la Nations League. Mpenzi msikilizaji, tunakuomba simama na kituo hiki kufikia malengo yake uratibu kwenye hatua ya kuweza kununua transmitter yenye uwezo wa kurusha matangazo yake mbele na mbali kwenye uwezo mkubwa na kuweza kuwafikia watu walio katika mji mkuu ambao ni wa FM, ili tuweze kutanua wigo letu na kuweza kuwafikia. Unaweza wasilisha mchango wako kupitia paybill number ni 625625, account number ni 01245085217800, au till number ni 45614668 kupitia mitandao yote. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Mambo yetu, safari yetu, maisha yetu, utamaduni wetu na imani yetu. Sikiliza idhaa hii kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, vilevile ukweli na burudani. Wabunge wa Ulaya wanataka kupitishwa kwa usalama kwa muungano wa uhuru wa flotila ambao ulisafiri kwa meli kupeleka misaada ya kibinadamu kwa Palestina huko Gaza na kuvunja kizuizi cha Israel. Rima Hassan, mjumbe wa Ufaransa wa bunge la Ulaya ambaye yuko ndani ya meli hiyo, ameshiriki barua ya wazi kwenye mtandao wa X iliyotiwa saini na zaidi ya wabunge wenzake 200. Askofu mkuu wa jimbo la Katoliki Mwanza nchini Tanzania, Renata Nkwande, akisimulia tukio la gari lake lililofuatiwa na watu ambao hakuwatambua, hali iliyomfanya kuwa na hofu juu ya matukio ya utekaji nyara katika taifa hilo, hasa katika kipindi hiki ambacho matukio ya namna hiyo yamekuwa yakiripotiwa. Mimi nilikuwa naenda mahali fulani nimekimbizwa na hizi gari hizi wanazo wakubwa wetu hizi DFP, sijui imeandikwa 00 sijui ngapi. Ni usiku tunakimbizana, tuliposimama kwamba tuipishe iende, yenyewe ikakaa pembeni, tukaanza kwenda nayo, tumetandaa barabara nzima nusu kilomita. Nikajiuliza, hawa ni watu wa aina gani hawa? Tukaendelea kwenda kukimbia. Sasa anatukimbiza, bado yuko nyuma. Tulipopunguza akakaa hivyo hivyo, tukawa tunaenda naye sambamba. Inawezekana alikuwa muhuni tu, lakini kama haya yanatokea wakati ambapo haya mengi tunayoyasikia yanatokea, mtu naanza kuwa na wasiwasi.
Nikafika kwenye parokia yangu moja, nikasema kwamba nikatize, na yeye akasimama pale, anasema tairi lenu lina yumba. Nikasema hii gari ni ya juzi tu, tairi linaanza Ndio masaibu ambayo ama madhila ambayo yanakumba watu tofauti katika masuala na kwenye mataifa ya utekaji, ambayo utekaji umekithiri. Ndio maana hapo anazungumza kwa masikitiko makubwa kutokana na kile ambacho alikumbana nacho katika usafiri, ambaye huyo ni askofu ambaye mkuu wa jimbo la Katoliki Mwanza kule, akizungumzia madhila ambaye amekumbana nayo kwenye safari yake hiyo. Basi wakati huu basi inanipatia fursa msikilizaji kuweza kusoma maoni yako ambayo umeweza kutuma. Mimi kazi yangu hapa ni kuweza kuiwekea sauti, alafu baadaye tupate makala. Leo Mololo anasema kwamba na Samia anaangalia tu ajichanganye akuwe askofu wa Roma au padri akatembelea miguu mpaka Zanzibar. Jamaa pala zungumza. Julius Alvin pale aliwaambia, lakini hadi leo hawajasema chochote ya saa kwa nini tusiendelee na wimbo wetu wa no reforms no election. Huyu ni Julius Palive Alvin akizungumza. Joseph Palive Skania Palive Kingi, huyu ni mtu mzima, hawezi ogopea. Mungu awalinde baba zetu wa kiroho. Tunawapenda sana, maana saizi ndani ya nyumba kuna giza nene limetanda. Ndio maoni yake huyu Julius Alvin akizungumza. Binunda Palive Biguza Palive pole baba askofu wa jimbo kuu la Katoliki Mwanza. Palive anatoa maoni yake. Dr. Cosmas Palive, ina maana kwamba wanatekwa ni viongozi wa dini wa Katoliki tu. Kuna hakika sawa, sawa, no reforms no election. Ndio mazungumzo yake. Richard Machibula Palive, uwe waraka fiki urudishe sokoni. Ndio hali ambayo inajitokeza Palive. Maoni yanarindima katika hatua hii, na mimi najaribu niwezavyo niweze kuweka sawa, kwa sababu yakifika basi yanakuwa ya kushughulikiwa. Ambapo katika hatua nyingine hapa hivi na tazama kwa jicho langu la tatu hapa, ambapo anaitwa Palive Maneti Magogo Kione Palive wa Iringa Palive Uluti, na wapata mbashara kutokea Iringa Uluti, Radio 14 Africa. Mnafanya kazi nzuri, karibu Maneti na asante. Suleiman Palive Ali anasema wa Geita Palive Katoro Tanzania, na wapata vyema Radio 14 Africa kupitia kitandazi changu Facebook. Ninashukuru kwa matangazo yenu mbashara hapo studioni. Asante Suleiman na karibu. Hassan Kindolile Palive, hii ni washukiwa kufia mikononi mwa polisi. Hapa Afrika imekuwa ni mazoea kutokana na kukithiri utesaji. Wa Afrika tunapaswa kupunguza chuki na tuwe na huruma. Ken Kosgei Palive anasema nashukuru sana Radio 14 Africa kwa habari zenu za utendeti. Niko Kapsabet Nandi. Asante sana na karibu. Anaitwa Palive Cyrus Kosgei anasema pia asante sana Radio 14 Africa, ninawapata. Asante, na ujasema uko wapi ya Cyrus, lakini tunashukuru. Zakari Paul anasema nawapata vizuri kutoka maeneo ya Iringa pale Membote. Asante na karibu. Haya, asante Elias Palive Raymond Palive Adonis. Tunaendelea kuwapata vizuri sana maeneo haya ya Marekani, nikiwa kazini wakati huu ambapo nawapata vizuri sana Radio 14 Africa. Mungu asema kwamba yuko kazini wakati huu. Sema Mungu awabariki kwa kutupa taarifa za ulimwengu. Asante sana Elias Palive Raymond Palive Adonis kwa kuendelea kutufuatilia. Vile vile nawapata vema sana Radio 14 Africa hapa maeneo ya Warabuni Palive. Asante sana. Asema Arabuni sasa hivi ni asubuhi. Asante sana na karibu. Kibara Hamis Palive nawapata vizuri nikiwa maeneo ya Dunga visiwani Palive Zanzibar. Ongereni sana Radio 14 Africa. Mmekuja na mwamko mpya kizazi hiki. Nashukuru na karibu. Baruani Palive Abdalla, Umoja wa Mataifa kama vile umoja wapo hawana msaada kwa wanyonge. Nawapata vizuri nikiwa maeneo ya Tanga Lushoto Palive Tanzania. Huyu anaitwa Mbwana Hussein Mswaki Palive. Asante na karibu. Justin Palive Kawaya Palive anasema maeneo yale
ya Kawaya pale Vibuchani pale Vimoshi, amani ya Marekani imepotea kwa sababu ya mamlaka ya kibabe ya Rais Trump. Oscar asema pale hivi wa Kitobo pale hivi Muleba Tanzania, na wafuatilia vyema matangazo yenu hususan asubuhi hii. Asante sana na karibu. Haya, Faraja pale hivi Juma, Mungu atusaidie na hizi vita. Asante na karibu. Paul Minde pale hivi nawapata vizuri sana. Radio 14 Africa, nipo Baiadi pale hivi Tanzania kuelekea Tarime. Asante na karibu. Richard pale hivi Meena wa Arusha pale hivi Unga Limited pale hivi kwa wajanja pale hivi wasema tuna wasoma sana, mnafanya kazi nzuri sana, inapendeza sana. Richard Meena pale hivi, asante na karibu. Maeneo ya Arusha pale Arusha kuna maeneo pale Arusha wale kwa Iraq pale wa Iraki pale maeneo ya Arusha pale. Oscar pale hivi anasema asante sana maeneo ya Kitobo pale hivi Muleba Tanzania. Karatu pale maeneo kwa Iraq pale. Napajua vizuri sana maeneo ya Karatu. Kati ambapo nataja Arusha, kuna Arusha upande wa Meru, kuna Arusha maeneo ya Karatu pale, maeneo dienda pale Moshi. Maeneo ambayo nimetembelea, nashukuru. Mandhari ya Arusha yanapendeza sana, ya kitalii, jiji la kitalii nchini Tanzania. Asante sana na karibu pote pale mlipo msikilizaji. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio 14 Africa, kituo chako kinachokuwa kwa kasi sana duniani.